tutakuwa Watanzania milioni 118, twice as much as we are now. Je, mazingira yetu tutawezaje kuyalinda yaweze kusupport population hii ya milioni 118? Sisi hapa tulioko hapa tunalenga by 2050 tuwe na uchumi wa juu wa pato la kati, upper middle income country, ndio tunapotaka kufika. Sasa ukiangalia haya malengo makubwa ya dira, matarajio ya idadi ya Watanzania wa wakati huo, na ukiangalia hizi nguzo tatu ambazo ndio zitabeba haya yote yatokee, hii nguzo ya tatu ndio imewekwa kama kifungashio mazingira, kwamba vyote vitatokea lakini ni ndani ya mazingira. Chochote tunacholinda kifanyike kitafanyika ndani ya mazingira. Tunayo kazi kubwa mbele. Tunayo kazi kubwa mbele. Nilipozungumza bungeni siku ile nilisema hivi mwishoni. Nilisema hii kazi ya kwenda kuyasimamia mazingira haitakuwa kazi nyepesi, if at all we are to achieve haya malengo, lakini wakati huo mazingira yetu yabaki salama kwa ajili ya vizazi vijavyo. Hiyo kazi ya kuyasimamia mazingira haitakuwa nyepesi. Nikawaambia haitakuwa kazi ya kupigana makofi. Nikawaambia tukienda kufanya hii kazi kwa ufasaha kutakuwa na vilio na kelele za hapa na pale. Nilikuwa najaribu kujizuia sana siku ile kusema maneno, ila tafsiri yake ilikuwa ni moja tu, kwamba kazi ya kusimamia mazingira sio kazi ya lelema, na kwa malengo makubwa haya ya dira tuliyojiwekea na kwa wakati sahihi. Kwa kazi hii ambayo dira imetupa, sikizeni, kazi hii ambayo dira imetupa ni kazi ambayo watu wanaoifanya, tembea yao, kula yao, ofisi zao, elimu yao inatakiwa ifanane na ukubwa wa kazi yao. Ingekuwa hili jengo limekamilika kama ambavyo nimeliona hapa kwenye hii screen, ingekuwa rahisi sana kumwambia mtu we are determined kuyasimamia mazingira ya support utekelezaji wa dira 2050. Unamwonyesha kidogo katika vitu ambavyo havitatusubiri. Udhaifu wetu sisi, hii kutokuwa na nyumba kwa maana ya ofisi, kwa maana ya makao makuu ya jumuisho ya association yetu, huu ni udhaifu. Dira yetu na pesi yake haitasubiri madhaifu yetu. Sisi sasa hivi tuko bungeni kwenye bunge la budget na tunapitisha budget ya kwanza ya utekelezaji wa dira 2050 kwenye mpango wa kwanza wa miaka mitano na kwenye mpango wa kwanza wa mwaka wa kwanza wa huo mpango wa kwanza wa miaka mitano. Tayari sisi tunapitisha budget. Wanaosimamia hawana pa kukaa. Dira haitawasubiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, dira haitangoja. Kwa nini nasisitiza ili muone umuhimu wa jambo hili, kupambana nalo na kulifanikisha kwa mapema. Na hamtakuwa na hili, tutakuwa mkifanya hili na wakati huo dira inawasubiri mshiriki. La pili. Kwenye bunge hili linaloendelea, serikali inataka kupeleka mswada wa mabadiliko ya sheria ya uhifadhi wa mazingira, ile sura 191. Tunataka kuipeleka bungeni tukaifanyia marekebisho. Na actually
mabadiliko hayo yalipaswa kufanyika pengine bunge lililopita, lakini kwa taratibu na utayari wa serikali kwa sasa, mswada ule utapelekwa bunge lijalo, bunge la mwezi wa 9, pamoja na mambo mengine kwenye mabadiliko ya sheria ile ya usimamizi na uhifadhi wa mazingira sura 191. Pamoja na mambo mengine yatakayofanywa marekebisho, ni pamoja na taasisi yetu NEMKI kuifanya kuwa mamlaka kutoka kuwa baraza, kuifanya kuwa authority. Sasa ikiwa serikali inapeleka mswada bunge lijalo mwezi wa 9, na ninyi Tanzania mmebeba jina kuwa Tanzania Environment Experts Association, la kwanza ni kwa kiasi gani mmeshiriki mabadiliko ya sheria ile? Kwa sababu yako tayari, serikali inasubiri tu kuyapeleka, sisi tunasubiri tu kuyapeleka. Nataka niamini kwamba mmeshiriki vya kutosha. Ni kwa namna gani sheria ile inawatambua ninyi? Nilikuwa nasoma ile sheria iliyopo, mimi na bidii kidogo ya kusoma soma ile sheria iliyopo. Nafikiri inataja mental expert au consultant, just a mention. Sasa uchumi huu unaoongelea wa 1 trillion, ili usiende kuharibu mazingira, ni lazima tuhakikishe hakuna kitu kinachofanyika bila kujiridhisha kwamba nafasi yake kwenye mazingira kitaathiri kwa namna gani, kabla hakijafanyika, wakati kikifanyika, na baada ya kufanyika. Kila kitu, kama mnanihakikishia mmeshiriki kwa kulitazama hivyo, hiyo ndio kusema kwamba pamoja na kwamba serikali tunapeleka mswada huu, lakini bado haipaswi kutuzuia kuendelea kupitia marekebisho yale tena na tena kabla ya muda ule fika. Kama kweli tunataka kusimamia hiyo, itapaswa kwamba halitajengwa darasa bila sisi humu ndani kuridhia kwamba darasa hili sasa lijengwe pale. Mimi nimetoka TAMISEMI, naibu waziri TAMISEMI. Hii nchi ni kubwa sana, unakuta shule nzima imejengwa katikati ya